Mambo ile tunaona ikionekana Naam. Ni kuna mizizi Naam. ambayo imeshika tayari. Na hili ni jambo ambalo si jambo nzuri hata. Naam. Na tunajua tumetoka tu kwa COVID-19. Na wanasayansi wanasema ya kwamba ile pandemic tunaweza pata kulingana na vile mambo inaonekana ni ya afya ya kiakili. Naam. Maana mambo mingi sana inafanyika, hakuna usawa, hakuna justice inafanyika. Kama hilo jambo ambalo umetaja, tunaona ya kwamba kuna wale watu tuseme wazazi wa hawa watoto ambao waliuawa wako na kilio ambacho akijasikika. Kweli. Na ukiangalia kwa watu kama hao, afya yao ya kiakili inafinyilika. Na ndio maana tunaona watu wengi pia wanaingililia katika madawa ya kulevya kuweza kupunguza makali ya uchungu na pia makali ya uzito ambao wako nao kupitia mambo kama yale yamefanyika. Na sijui kama itakuwa usawa nikisema ya kwamba our legal framework ni kama imefifia kidogo. Na hapo pia inaweza kuchangiwa na mambo kadhaa kama vile mtaalamu Joseph alisema. Unapata ya kwamba watu wanaenda wanatoa ongo, kesi inatupiliwa, hakuna kufuatilia, inaisha. Jambo lingine linatokea linafunika lile lilikuwa limefanyika. Na hiyo nasema ni hatari sana, sababu kuna watoto wale wanajionea hii mambo. Kumbuka watoto wetu siku hizi wako kwa televisheni, wanapata hizi ripoti kila mara. Na hao watoto wanaweza kukua wakijua ya kwamba hili ni jambo la kawaida. Mtu akiuawa, akitupwa, hii inaletwa, inaisha na tunaendelea. Na unaweza kupata ya kwamba mtoto kama huyo anaweza kukua na jambo kama hilo. Na pia tunajua kuna watu wengi sana wako na aina ya magonjwa ya kiakili ambao wakati mwingine haiwezangi kujulikana mapema. Na kwa hivyo jambo lile litaweza kutusaidia ili tusikuje kukua na makali zaidi ya afya ya kiakili, ni ya kwamba jambo moja ni muhimu ya kwamba watu wapate programs zile wataweza kuelezewa mambo kama haya ambayo yanatokea na kuweza kukua na kuzungumza. Na niseme ya kwamba haitahitaji sekta moja, kama vile mchungaji anasema, kushirikiana na kanisa, kushirikiana na watu ambao wanapeana mawaidha kwa sheria, kupitia makundi yote ikuje pamoja. Na tuseme ya kwamba si usawa. Maana kuna kitu ingine pia inafanyikanga kila wakati jambo likionekana, kuna ile kitu kama tuseme kwa mfano tumesikia mashule juzi ilikuwa inachoma shule. Nasikia wanafunzi hao wamechoma, wengine wamechoma shule, wengine wamechoma jambo ambalo tunaitanga ni ile kwa kisaikolojia social learning. Unaona watu wanaona watu wanafanya hivi, na sisi maana kuna ile changamoto tuko nazo na tujawahi pata nafasi ya kuzisema, wacha pia sisi tuseme hivi. Maana mambo mengine ufanyika ni mawazo ambayo watu hawajaweza kuelezea. Naam, ni kweli. Na kwa hivyo maana iko mahali pale unatafuta ni chombo gani nitatumia ili kuweza kusema jambo hili. Na ndio maana nasema ya kwamba kama hii mauaji tunaona ni jambo ambalo liko na mizizi. Ni vile tu inasema kitu fulani ni chombo, mtu anasema kupitia hivi afikiria wataweza kunisikiza. Nafikiria wataweza kuangalia. Na ndio maana inasemekana saa hizi femicide is a national disaster. But tunafanya nini? Maana kuongea haitoshi.